Je, umewahi kujiuliza kwa nini akili yako haitaki kukaa kimya? Kwa nini jambo dogo kama meseji ambayo haijajibiwa linaweza kukufanya ukose hamu ya kula siku nzima? Watu wengi wanadhani ni tabia tu ya kawaida, lakini saikolojia inasema tofauti. Kufikiria sana au overthinking si tu hali ya akili, ni mfumo wa kujilinda uliokwenda mrama. Leo nitakufungulia milango ya akili yako mwenyewe. Nitakuonyesha mambo 5 ya kisaikolojia yanayowatofautisha watu wanaowaza sana na watu wengine. Na mwisho wa video hii utajua kama akili yako ni rafiki yako au ni mfungwa wako. Baki hapo hapo. Kabla hatujazama ndani zaidi, usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usiwe unapitwa na haya maarifa. Tayari? Asante. Twende kazi. Namba 1. Wanajaribu kutabiri kila kitu. The illusion of control. Watu wanaowaza sana hujaribu kuwa manabii wa maisha yao wenyewe. Wanacheza mchezo wa chess na maisha ambayo bado hayajafika. Wanajiuliza, ikitokea hivi nitafanya nini? Je, wakinisusia mradi wangu nitajificha wapi? Saikolojia inasema hii inaitwa predictive anxiety. Akili inahisi kuwa ikipiga picha kila tatizo linaloweza kutokea, basi itakuwa salama. Lakini hapa ndipo mtego ulipo. Huwezi kujiandaa na dhoruba ambayo haipo. Unatumia nguvu nyingi kuzuia mvua ambayo hata mawingu hayajajifunga. Matokeo yake, unafika kesho ukiwa umechoka kabla hata safari haijaanza. Namba 2. Wanageuza vitu vidogo kuwa vikubwa. Magnifying the minutiae. Kwa mtu wa kawaida, salamu ya kavu ni salamu tu, lakini kwa overthinker, hiyo ni kesi ya jinai. Mtu amechelewa kujibu meseji yako kwa masaa 2. Mtu mwingine atawaza, labda ana kazi. Wewe sasa unaifikiria sana, akili yako inatengeneza filamu ya masaa 2. Labda nimemkera. Nilikosea nini kwenye meseji iliyopita? Huenda hataki urafiki na mimi tena. Anajiona yeye ni bora kuliko mimi. Hii inaitwa hypervigilance. Akili yako inatafuta adui ambapo adui hayupo. Unatafuta maana iliyofichika, hidden meaning, kwenye kila neno, kila toni ya sauti na kila tabasamu. Hii inakufanya uishi kwenye ulimwengu wa kama badala ya ulimwengu wa ni nini kipo. Unajenga nyumba ya karatasi kwenye upepo na unashangaa kwa nini unaishi kwa hofu. Namba 3. Wanarudia yaliyopita tena na tena. Rumination. Watu wanaowaza sana wana time machine ndani ya vichwa vyao, lakini bahati mbaya inawapeleka tu kwenye matukio ya huzuni. Kitaalamu tunaita rumination. Hii ni kama ng'ombe anavyocheua chakula. Unachukua tukio la mwaka jana, kosa ulilofanya mbele ya watu, au maneno ulioshindwa kuyajibu kwenye mabishano, unayarudisha na kuanza kuyatafuna tena. Laiti nisingesema vile. Laiti ningevaa vile. Unajihukumu kwa kutumia akili ya leo kwa makosa ya jana. Unasahau kuwa jana ulikuwa na uelewa mdogo kuliko ulionao sasa. Hii inakufanya ushindwe kusonga mbele kwa sababu nanga yako imenaswa kwenye matope ya wakati uliopita. Kumbuka hili, huwezi kuandika ukurasa mpya wa maisha yako kama bado unauhujumu ukurasa uliopita. Namba 4. Wana shida ya kuachilia mambo. The need for absolute certainty. Watu wanaowaza sana wanaamini kuwa kufikiria zaidi kutaleta majibu zaidi, lakini ukweli ni kinyume chake. Kadiri unavyochimba shimo, ndivyo unavyozidi kupotea. Overthinkers hawapendi gray areas au mambo yasiyoeleweka. Wanataka jibu liwe nyeusi au nyeupe, ndio au hapana. Lakini maisha mara nyingi ni ya kijivu. Kutaka kujua kila kitu kabla ya kuchukua hatua kuna kufanya uwe na analysis paralysis. Unashindwa kufanya uamuzi kwa sababu unaogopa matokeo yoyote yasiyokuwa na uhakika wa 100%. Unasubiri mpaka kila kitu kiwe perfect, lakini ukamilifu ni adui wa maendeleo. Unajikuta umekwama pale pale kwa miaka 5, wakati watu wengine wanapiga hatua kwa sababu walikubali kuanza wakiwa na mashaka. Namba 5. Hawajiamini kwenye maamuzi yao. The decision fatigue. Hata baada ya kufanya uamuzi sahihi, overthinker bado atajiuliza, hivi kweli nimepatia? Hii ni saikolojia ya watu ambao hawajiamini, self-doubt. Hata ukinunua nguo nzuri na kila mtu akakusifia,
utarudi nyumbani na kujiuliza kama rangi ile ilikupendeza kweli. Hii inatokana na kuona machaguo mengi mno. Akili inawaza fursa zilizopotea, opportunity costs. Inawaza kuhusu the road not taken. Hii inakuondolea furaha ya mafanikio yako. Huwezi kufurahia ushindi wako kwa sababu unawaza kama ungepata ushindi mkubwa zaidi kwa njia nyingine. Sasa nimekutisha vya kutosha. Habari njema ni kwamba unaweza kuifundisha akili yako kunyamaza. Hizi ni mbinu 3 za haraka. Sheria ya dakika 5, the 5-minute worry window. Sema, kuanzia saa 11 jioni mpaka 11 na dakika 5, nitawaza kile kitu kinachonipa hofu. Muda ukiisha, funga kitabu. Ukijikuta unawaza saa 2 usiku, iambie akili yako, samahani, muda wa kuwaza ulishapita, tutawaza kesho. Andika chini, brain dump. Akili yako inashikilia mambo kwa sababu inaogopa utayasahau. Ukichukua karatasi na kuandika kila kitu kinachokupa wasiwasi, akili inapata amani ikijua kuwa kumbukumbu zipo salama mahali fulani. Na ishi sasa, mindfulness. Unapojikuta umeanza kuwaza yajayo, rudi kwenye mwili wako. Gusa kitu, sikiliza sauti inayotokea karibu yako, au vuta pumzi ndefu mara 3. Hii inakata ule mnyororo wa mawazo ya kufikirika na kukurudisha kwenye uhalisia. Kumbuka, akili yako ni chombo, tool, sio bosi wako. Wewe ndiye dereva na mawazo yako ni abiria tu. Usiruhusu abiria ashike usukani wa maisha yako. Kama umejiona kwenye video hii, jua kwamba hauko peke yako. Andika neno amani kwenye comment hapo chini ikiwa unakusudia kuanza kuifundisha akili yako kutulia kuanzia leo. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.